Ni kuhusiana na taarifa mbaya, taarifa za kusikitisha za aliyekuwa msanii wa muziki wa Bongo Flava na mzungumzia Sparky, ambapo taarifa zimeeleza kwamba hatupo naye tena. Ni katika hali ya huzuni sana, na taarifa hizi zimeweza kuchapishwa na kituo cha habari nchini Tanzania Clouds Media Group, na hii ilipostiwa katika kipindi cha Leo Tena ikiwa inaeleza kuhusiana na kifo cha msanii huyo. Na taarifa hii inaeleza kwamba mwanamuziki Sparky amefariki dunia akiwa nyumbani kwake Chanika. Taarifa za kifo chake zimetolewa na majirani zake kupitia kipindi cha Leo Tena cha Clouds FM. Katika kile anachozungumza jirani Oscar Mshana, hadi sasa bado hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu chanzo cha kifo chake, hivyo majirani wametoa taarifa ili ziwafikie ndugu na marafiki zao ili waweze kufanya taratibu za mazishi. Imeelezwa hivyo, lakini kama unavyojua kwamba msanii huyu aliweza kufanya vizuri sana, na hii ni katika ile nyimbo waliimba akiwa na Madi Tundaman, wakiwa wanaelezea mambo mbalimbali kuhusiana na masuala ya gerezani, na nyimbo hii ilikuwa inaitwa Nipe Ripoti, ambayo ilifanya vizuri sana. So far wawili hao walifanya combination nzuri sana, yani nikizungumzia Tundaman pamoja na Sparky. Lakini pia nimejaribu kumpigia simu Madi, hajashika simu, lakini naamini atashika simu, lakini pia tutakuja kusogezea exclusive yake kwamba nini alikuwa anamkumbuka au ni kitu gani ambacho hatosahau kabisa kwa mwanamuziki Sparky ambaye kwa sasa hatupo naye tena. Lakini pia Tundaman pia naye nimempigia simu yake inaita tu hashiki simu, lakini naamini wote hawa tutakuletea update kuhusiana na kinachoendelea. Huu ni msiba mkubwa sana, hakika tasnia imepoteza mtu muhimu zaidi. Mimi naitwa Abraham 255, hii ni Bongo Family, tuweka nasi kwa update zaidi. Kwanza kwa jina naitwa Oscar Mshana, napatikana maeneo ya Zavara, Chanika. Huyu bwana Sparky sasa hivi ndugu yetu ni marehemu. Huyu bwana, huyu jirani yangu, jana alikuwa yuko salama kabisa, tulikuwa tunaongea naye hapo, lakini baada ya hapo aliingia zake ndani. Baada ya kuingia ndani, nadhani anaenda kujipumzisha. Asubuhi ya leo mapema nimekuja kuamshwa na wanae kwamba baba amelala kule, mbona haamki? Kwa hiyo sisi tukawa majirani, kwa hiyo nitoke kuangalia, tuanguta kalala. Kwa hiyo tukifanya baada ya hapo tukabidi tutafute usafiri, tukampeleka hospitali ya Bukazi Hospital. Kwa hiyo tukafika pale, daktari akampima, akasema huyu mtu tayari ameshapoteza, hatupo naye duniani. Kwa hiyo ikabidi tupate utaratibu pale wa kuweza kumfikisha, tukapeleka mochwari. Kwa hiyo tukifika mochwari ndio hivyo yani. Ana mke na watoto, lakini mke wake haishi naye, alikuwa anaishi na watoto wawili wa kike pamoja na mfanyakazi wa ndani. Yaani kwa kweli ndugu zake wa kweli hatuwajui, kwa hiyo tukaona tupate msaada kupitia vyombo vya habari, labda mnaweza mkatutangazia huko ili tukaweza kufuata ndugu zake, kupata taarifa au marafiki zake wengine, hivyo katusaidia kama tunafanyaje. Sasa tuelewi. Ndio tunafanya utaratibu kuweza kufuatilia, kwa sababu ilikuwa ni ghafla, tunajua ni mgonjwa tu. Kwa hiyo sasa tunafanya utaratibu kufikia serikali za mtaa ili kujua kupata maelekezo zaidi. Alikuwa ni mzima yani mzima afya kabisa. Nadhani kuna sema alikuwa kufanya show, nadhani alirudi, nadhani siku tatu alitoka, nadhani arudi jana. Tulipomwona jana jioni mpaka saa 2. Ya, ni kweli, nashukuru kwa kuuliza swali zuri. Yaani kwa kifupi, kwanza sisi tumepeleka kule, tumepeleka nguvu kazi. Chanika huko. Kwa hivyo sisi shida yetu ni kwamba ndugu zake wapate taarifa kwa wakati ili tunafanyaje hili swala, kwa sababu hapa familia ndio wako wanaye tu, ndugu zake hatuwajui